Ni siku ya Jumamosi katika mfululizo tafakari za neno la Mungu. Leo basi tukitafakari kwa kina somo la kitabu cha nabii Mika sura ya 7 aya 14 hadi aya 15 na aya 18 hadi aya 20. Tena basi somo letu la Injili siku ya leo litatoka kutoka kwa mwinjili Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi aya ya 3 na aya ya 11 hadi aya ya 32. Somo hili la mwinjili Luka kwa namna moja au nyingine limegusa hisia za watu wengi. Ni somo ambalo limezoeleka sehemu nyingi na watu wengi wanalisimulia na linalofahamika kama injili ya mwana mpotevu. Sisi basi leo hii kwa namna pekee katika simulizi hii ya mwana mpotevu tuangalie juu ya baba yule mwenye huruma ambaye anafananishwa na Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Kristo, ni kweli hakuna aliyekuwa mkamilifu. Mara nyingi tunamkosea sana Mwenyezi Mungu. Mara nyingi tunakoseana wenyewe kwa wenyewe. Lakini basi udhaifu wetu wa kibinadamu unatufanya pia tukose moyo wa huruma kwa makosa ambayo wenzetu wametutendea. Ndio basi simulizi hii ya baba mwenye huruma kwenye injili ya leo inatuvuta na inaturudisha kwenye misingi ya imani yetu ambayo tunapaswa kufuata yale ambayo Mungu anatuelekeza siku zote. Huruma itawale katika maisha yetu ya kila siku, ili basi mienendo yetu, ili basi matendo yetu yakitawaliwa na huruma, tutajenga jamii yenye hofu ya Mungu. Tutakuwa na jamii yenye upendo zaidi, tutakuwa na jamii yenye kujaliana wenyewe kwa wenyewe. Mpendwa mtazamaji, injili hii basi inapogusa maisha yetu ya ndani kabisa, itukumbushe na sisi pia kugeuka, kuacha njia mbaya ili tumrudie Mwenyezi Mungu. Tena basi habari hii ya mwana mpotevu inafananishwa na wale wote wenye kiburi na wenye majivuno, kutaka kwamba kuona wanaweza kufanya kila kitu. Inawarudisha sasa na kuambia kwamba kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kuwa wanyenyekevu, ni kipindi cha kuwa watulivu, ni kipindi cha kuacha Mwenyezi Mungu akuongoze kwenye yale yaliyokuwa mema, ili basi hatimaye uweze kufikia utakatifu. Na habari ya baba huyu mwenye huruma basi iturudishe mioyo yetu, tuache hasira, tuache mioyo ya visasi, tuache kudhaniana vibaya, na hatimaye basi mioyo yetu ijawe huruma, ili tuweze kusameheana wenyewe kwa wenyewe kwa makosa tunayotendeana kila siku, ili tuweze kusameheana wenyewe kwa wenyewe kwa mabaya tunayotendeana kila siku, na matendo yetu daima yawe matendo mema yanayotupeleka kwenye ukweli. Ni mwaliko kwako, ni mwaliko kwangu mpendwa mtazamaji, hasa tukiongozwa na maneno ya injili hii ya leo ya mfano wa huyu baba mwenye huruma. Lazima tusameane. Kumbe kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kusameana, ni kipindi cha kuondoa vinyongo, ni kipindi cha kuondoa visasi, ili basi tuweze kusherehekea vema sikukuu ya Pasaka. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.